Kaini alipofundishwa akaasi, matokeo yake alipata uharibifu, lakini Habili alipata neema na kibali kwa Mungu, na ijapo amekwisha kufa, Biblia inasema bado yungali akinena. Katika mashujaa wa imani, Habili naye anazungumzwa. Leo hii wewe na mimi tunatakiwa tuwe waaminifu katika mambo ya kimungu, lakini katika mambo ya watu tuwe waaminifu. Maana uwezo ukasema mimi ni mwaminifu tu kwa Mungu, lakini kwa watu mimi sio mwaminifu. Huo sio uaminifu, kwa sababu roho ya uaminifu Mungu anaiachilia juu ya watu wote waliomkubali. Maana Mungu ni mwaminifu katika kazi zake na katika maelekezo yake. Hii ndiyo sababu dhambi ni mbaya. Mungu anahitaji atutenganishe na maisha ya dhambi ili tuwe mali yake kweli kweli. Mbarikiwe, tusimame. Ni muhimu kuchukua hatua kwa maisha yako, na usiwe mtu ambaye unaona kawaida tu. Unaweza ukasema umeokoka, lakini kumbe umekwisha fukuzwa kwenye bustani ya Edeni. Naona. Kwa hiyo ni muhimu hata leo uwepo kwenye bustani ya Edeni. Maana ya bustani ya Edeni ni mahali penye mamlaka ya Mungu, ni mahali penye ufunuo wa Mungu, ni mahali penye uongozi wa Mungu, ni mahali penye nguvu ya Mungu. Ukiwapo kwenye eneo hilo, basi wewe ni mbarikiwa. Kuna neema na zaidi ya neema juu ya maisha yako, kwa sababu bado upo katika neno la ahadi. Ni vizuri kulilinda, ni vizuri kulitunza, ni vizuri kujali, ni vizuri kuthamini maelekezo ya Mungu anayokupatia kupitia vinywa vya watumishi wake. Bwana asifiwe sana. Maana Mungu husema na watu kupitia watu. Kwa hiyo ukiyakataa maagizo ya Mungu kupitia vinywa vya watumishi wa Mungu, unaweza ukapata hasara katika maisha yako, mkono wa Mungu ukaondoka juu yako. Lakini Mungu ni mwaminifu, anatupenda. Bwana Yesu asifiwe. Tangu mwanzo nimeendelea kueleza na kufafanua. Sasa sielewi wewe Mungu amesema na wewe kitu gani, lakini Mungu hapendi mtu yoyote apotee. Hapendi kabisa. Mungu anapenda watu wabarikiwe. Mungu anapenda watu wainuliwe. Kila namna ya laana zote Mungu anaziondoa juu ya watu wanaomkimbilia. Hii ndiyo sababu unaweza ukajipambanua mwenyewe. Kama maisha yako bado una uadui na watu, bado maisha yako yana vita na watu, bado una namna ya kugombana, ni mgomvi, ni mtu mwenye fitina, ni mtu mwenye hasira, ni mtu mwenye uzushi, hiyo itakutengenezea laana katika njia yako, itakutengenezea laana katika kazi za mikono yako, itakutengenezea kutokuwa na kibali mbele za Mungu. Biblia inasema unatakiwa kutenda vyema ili uweze kushinda, maana bado nafasi ya kushinda ipo, neema ya kushinda ipo, neema ya kufanikiwa ipo, neema ya kuinuliwa ipo. Mungu ameiruhusu. Kwa hiyo
ni mahali pa kufanya maamuzi tu kwa maisha yangu, kwamba mimi nakataa kila namna ya ubaya, nakataa ile hali ya kutokutii sheria ya Mungu, naikataa katika maisha yangu. Mimi nimekwisha kumchagua Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Na kama ulikuwa hujafanya uchaguzi, mimi ningekushauri katika mchana wa leo, ningekushauri kabisa ufanye maamuzi kabisa ya kujiondoa katika njia isiyofaa. Ufanye maamuzi ya kufanya Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Yesu awe baraka yako, Yesu awe nguvu yako, Yesu awe kiongozi. Uachane na udanganyifu, uachane na uongo, uachane na hila za aina mbalimbali, kuichukua hatua kwa maisha yako ili uweze kuwa salama. Bwana Yesu asifiwe. Ujue Biblia imeshasema kwamba afichaye dhambi yake hatafanikiwa, afichaye dhambi yake hatafanikiwa, lakini ukiziungama na kuziacha utapata rehema. Lakini madhara ya kuishi na dhambi ni Mungu anakugeukia, unaanza kuwa adui wa Mungu. Badala ya Mungu kukupigania, unaanza sasa Mungu kushusha vitu ambavyo ukutane na ugumu, ukutane na utata, ili ngarau kwa namna hiyo ufumbuke, ujue kwamba hivi mbona mambo magumu yananitokea, ni kwa ajili ya nini? Kumbe Mungu anapigana na wewe kwa sababu ya uasi, kwa sababu ya kukataa mpango wa Mungu, kukataa njia ya Mungu, kukataa sauti ya Mungu. Unakutana na ushindani wa namna hiyo. Mimi ni kusihi mtu wa Mungu. Yesu akasema, tabibu, iponye nafsi yako mwenyewe. Ni wewe unaweza ukafanya maamuzi kwamba leo hii mambo ya kuishi na dhambi, unafanya urafiki na dhambi. Dhambi usifanye urafiki nayo, maana dhambi ina mshahara. Mshahara wa dhambi ni mauti, Huo ndio mshahara wa dhambi, kifo cha kiroho na kifo cha kimwili. Lakini Mungu ni wa rehema, anarehemu maelfu na maelfu ya watu wote wanaoamini. Mchana wa leo, upendo wa Mungu ukufunike, huruma ya Mungu ikufunike, neema ya Mungu ikufunike. Mungu akujirie, akutoe katika maangamivu, akutoe katika uharibifu. Huruma za Mungu zisikupite. Mungu yupo katikati yetu. Mungu yuko katikati yetu, anatupenda. Kuna mahali anahitaji atupeleke, lakini ni vizuri kuachana na kila namna ya ubaya wa kila aina katika siku za maisha yetu. Nimesema kama kuna maeneo unaona vyema kufanya matengenezo, mimi naweza nikaomba pamoja na wewe. Njoo katika madhabahu hii ili tuweze kukutakia neema za kifalme, uanze kutembea kwa ushindi katika siku za maisha yako. Kila mmoja awe na
utulivu katika siri hii. Uwe na utulivu katika siri hii. Mungu ni Baba yetu, ni Mungu atupendaye, anayeshughulika na mioyo yetu. Ni watu wote wafikirie toba, wafikirie toba, wafikirie toba, wafikirie toba. Katika jina la Yesu Kristo Mwokozi, Mungu wetu mtakatifu, mwaminifu, asante kwa sababu wewe ni Baba, wewe ni Baba, wewe ni Baba, wewe ni Baba, Mungu wa rehema. Naomba rehema zako, naomba rehema zako, naomba rehema zako, naomba rehema zako. Katika jina lako Yesu, navunja na kuharibu kila mpango wa shetani, kila hila zikavunjike. Mungu unasema jaye kwako hutamwacha kamwe. Nami nawainua hawa, nawainua katika madhabahu hii takatifu, nikiwatakia neema nyingi, nikiwatakia neema nyingi. Mungu, maisha yao yapate kibali machoni pako, na mkono wako uwafunike na kuwatunza katika jina la Yesu Kristo. Amina. Embu kanisa wote tunyoshe mikono, tunyoshe mikono. Nifuate kwa maneno haya. Bwana Yesu, wewe uliye roho ya uzima na wokovu wa maisha yangu, Yesu, naomba nifundishe katika siku zangu za maisha, ili niwe na ushindi katika njia yangu na katika utumishi wangu. Unilinde Yesu na kuniokoa na kila roho ya uharibifu ikavunjike na kukosa utendaji juu ya ndoto zangu. Hii ndio sababu nimenyosha mikono mbele zako Yesu, kwa kusalenda na kuhitaji yale nisiyoweza. Yesu, uniwezeshe na kunitegamaza kwa jina la Yesu. Navunja kila roho inayoleta majuto ndani ya maisha yangu na katika kazi yangu na katika njia yangu. Yesu, nakuhitaji
naomba uwe mtawala, naomba uwe mponyaji, naomba uwe baraka katika siku zote za maisha yangu. Nakataa kila lango la uharibifu kwa maneno yangu, kwa matendo yangu na kwa mwenendo wangu. Yesu Mwokozi, nijaze nguvu za Roho wako, aniongoze na kunishindania, niwe mwaminifu kwako Mungu katika siku zote za maisha yangu, katika jina la Yesu. Anza kuomba, omba, 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 jiombee, 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 jiombee katika saa hii. Jiombee Mungu akutane na maisha yako, Mungu akutane na kila ushindani ambao unakutana nao, na hasa hila za shetani mbele yako zishindwe, katika njia zako zishindwe, katika matendo yako zishindwe, katika mwenendo wako zishindwe, katika kazi zako zishindwe, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Wote hawa wamenyosha mikono yao mbele zako Bwana, nami kama ulivyonipa neema Baba, nasimama mbele zao, kila mmoja kwa jina lake, kila mmoja kwa nafsi yake, kila mmoja kwa kazi yake, katika jina la Yesu. Naita nguvu, hii nguvu ya Roho wako Mtakatifu inayoshughulika na waaminio wote, wa kiume, wote wa kike, wakubwa kwa wadogo, kama ulivyosema, ajaye kwako, ajaye kwako, ajaye kwako hatapotea kamwe, hatapotea kamwe. Naachilia mamlaka hii, naachilia mamlaka hii juu ya kirobosa lirabosika lebosirabosa liraikanda hindaikarabobasi ririkiaka hondaika. Kwa jina la Yesu navunja na kuseta kila nguvu, kila nguvu irikasikiroboshi rirakasakiraka hindaikiakiaka liabosha iaika. Kwa jina la Yesu aliye hai, neema yako Mungu inayowainua wanyenyekevu, hii iachilie, hii iachilie, hii iachilie juu ya kila mmoja kwa mkono wako mtakatifu. Nikubariki Mungu wa neema, nikubariki Mungu wa baraka. Kila mmoja Mungu kamfanyie fadhila kwa mkono wako mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo tumeomba. Wote tuseme amen. Karibu mzee wa kanisa.